Kocha mkuu wa Simba Steve Barker alitarajiwa kutua nchini jana, lakini huko nyuma kukiwa na taarifa ya kushtukiza kutokana na kuumia kwa kipa Yakubu Suleiman ambaye inadaiwa huenda kamponza kipa namba 1 timu hiyo aliye majeruhi kwa muda mrefu Musa Kamara. Yakubu aliumia wiki iliyopita akiwa katika mazoezi ya timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kabla kucheza mechi ya kwanza ya kundi C ya michuano ya kombe la mataifa Afrika AFCON 2025 inayoendelea nchini Morocco na kuipa pengo pamoja na klabu anayoichezea ya Simba. Kabla ya Yakubu kuumia huko Morocco, Simba ilikuwa ikimtegemea kikosini baada ya Kamara kuwa nje akifanywa upasuaji wa goti, lakini kwa taarifa hizo na kitu kinachofanyika ni wazi, haitashangaza kusikia kipa huyo raia wa Guinea akiwekwa kando kumpisha kipa mpya wa kigeni. Taarifa kutoka ndani ya Simba zinadai ripoti ya kitabibu inayoonyesha kuwa makipa hao wanaweza kuwa nje kwa muda mrefu kiasi cha kukosa baadhi ya mechi za makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, timu hiyo ikiwa kundi D pamoja na Esperance de Tunis, Stade Malien ya Mali na Petro Atletico. Kumewashtua mabosi wa Msimbazi. Yakubu atakuwa nje kwa muda wa mwezi mmoja na siku 10, wakati Kamara ilielezwa angekuwa nje kati ya wiki 8 hadi 10 baada ya kufanywa upasuaji wa goti, hivyo kuwaweka wote katika hatihati ya kukosa mechi za mwezi ujao dhidi ya Esperance zinazotegemewa kuifufua Simba. Ndiyo, Simba itaanza ugenini dhidi ya wababe hao wa Tunisia Januari 23 kabla kurudiana Dar es Salaam wiki moja baadaye, na timu hiyo inahitaji ushindi kutokana na kupoteza mechi 2 za awali dhidi ya Petro na Stade Malien zilizoifanya ishike mkia wa kundi D bila pointi, ili kurejea kile ilichofanya misimu mitatu iliyopita kuanzia 2022 mpaka 23 ilipopoteza mechi 2 za awali lakini ikajitutumua mechi zilizofuata na kutinga robo finali. Simba inahitaji ushindi wa angalau mechi moja dhidi ya Esperance, na hapo ndipo mabosi wa Msimbazi wanapopiga hesabu za kuleta kipa wa kigeni. Kwa sasa Simba imesaliwa na kipa mmoja Hussein Abel, na tayari imeanza msako wa kipa mwingine mzawa wa kusaidiana naye wakati wakisikilizia hali ya Yakubu, huku jina la Yona Amos wa Pamba Jiji na Konstantini Malimi wa Mtibwa Sugar akitajwa kuanza kufuatiliwa. Hata hivyo, inadaiwa ndani ya Simba mambo huenda akageuka baada ya viongozi kukubaliana kwa kauli moja juu ya kusaka kipa mwingine wa kimataifa mwenye uwezo mkubwa wa kuibeba timu kama ilivyokuwa kwa Kamara. Kama Simba itafanikiwa kumnasa kipa huyo wa kigeni, basi ni wazi kibarua cha Kamara kitafikia mwisho kutokana na kanuni mpya ya usajili ya ligi kuu kutoruhusu timu moja kuwa na makipa wawili wa kigeni. Kanuni za ligi kuu kwa wachezaji wa kigeni zinasema kila timu itaruhusiwa kuwa na wachezaji 12 wa kigeni, lakini kila timu itaruhusiwa kusajili kipa mmoja tu, tofauti na ilivyokuwa misimu iliyopita iliporuhusu klabu moja kuwa na makipa wa kigeni zaidi ya mmoja bila tatizo. Hatari zaidi ni kwamba Kamara aliyeanza kuidakia timu hiyo tangu msimu uliopita aliongeza mkataba wa mwaka mmoja ambao kwa sasa uko ukingoni ukiwa umesaliwa na muda wa miezi 6, na kufanya iwe rahisi kwa mabosi wa Msimbazi kumfyeka iwapo atampata kipa mpya wa kigeni wa viwango. Lakini kama mipango ya Simba kuleta kipa wa kigeni itashindikana, na iwapo itataka kusaliwa na Kamara hadi mwisho wa msimu wakati akiendelea kujiuguza, itabidi imsajili mzawa atakayeungana na Abeli ambaye hata hivyo tangu asajiliwe akitokea KMC hajawahi kuaminiwa klabuni hapo.